Kuna kila viashiria vya rais wa Marekani kutaka kuondoka katika vita dhidi ya Iran, lakini Israel inaweza kuwa haiko tayari kuachana na vita hivi. Mazungumzo ya Trump ya vita kamili yalituliza masoko, lakini huko Yerusalem yalizua hofu kwamba anaweza kutangaza ushindi haraka sana na kuishinikiza Israel kuacha kabla ya Iran na Hezbollah kuharibiwa kikamilifu. Hili ndilo ambalo linaifanya Israel kutangaza kwamba wataendelea na vita kwa muda mrefu zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko Miami, Florida. Na katika mazungumzo hayo, rais wa Marekani Bwana Trump alikizungumza wakati wa mkutano huo na waandishi wa habari, alisema kwamba vita vinaenda kukamilika. Katika mahojiano na shirika la habari la CBS, rais wa Marekani Trump alisema vita vinaenda kukamilika na vinaenda kuisha. Maneno yalikuwa na athari ya kutuliza mara moja kwenye soko. Bei ya mafuta ambayo ilikuwa ikipanda zaidi ya dola 100 kwa pipa ilishuka kiasi, lakini siku ya leo Alhamisi bei ya mafuta imepanda tena, huku kukiwa na hofu ya mzozo wa muda mrefu na Iran. Ilishuka kwa kiasi fulani, lakini sasa bado bei iko pale pale. Wachambuzi wengine walikisia kwamba matamshi ya Trump yanayopendekeza vita nchini Iran vilikuwa karibu kukamilika, au kama alivyosema baadaye siku hiyo, vitaisha hivi karibuni sana, ingawa sio wiki hii. Yalilenga kimsingi kuimarisha masoko, lakini si matamshi ya kutaka kumaliza vita. Huko Yerusalem ambako maafisa wengi wanaamini kwamba vita vinapaswa kuendelea hadi uwezo wa Iran wa makombora ya ballistic na nyuklia utakapoharibiwa zaidi na hadi miundombinu ya kijeshi ya Hezbollah itakapovunjwa. Maoni hayo huenda yakasababisha wasiwasi. Wasiwasi ni kwamba maneno ya Trump hayakuwa tu hakikisho wa maneno kwa wawekezaji, lakini ishara ya mawazo yake ya kimkakati katika mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo kimsingi imejipanga upya na upya tena. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iliweka wazi kwamba kamwe haitokubali kumaliza vita hivyo mpaka pale Marekani na Israel watakapoamua kuachana na vita hivyo. Lakini pia Iran ikitaka uhakikisho wa muda mrefu kwamba Marekani haitaingia tena vitani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kama ambavyo imefanya katika miaka hii miwili, kwa maana mwaka uliopita mnamo mwezi Juni vita vya siku 12, na wakati huu vita hivi vikiwa leo ni siku yake ya 13. Hofu ni kwamba rais wa Marekani anahofia gharama za kiuchumi za mzozo wa muda mrefu. Anaweza kutaka kusimamisha kampeni kabla ya Israel kuamini kuwa kazi imekamilika. Rais huyo anasema sasa hakuna kilichosalia kupiga nchini Iran. Vita vinaweza kuwa vimemalizika hivi karibuni. Hii ni moja kati ya kauli ambazo rais wa Marekani anazitoa ili kuaminisha umma kwamba Marekani haina sababu ya kuendelea na vita hivyo. Rais huyo anadaiwa kwamba sasa anatengeneza njia za kutaka kujitoa katika vita hivyo, kutokana na kwamba vita hivyo ni vigumu mno na kwamba vinazidi kusababisha hali ngumu ya uchumi, si wa Marekani tu, lakini pia hata wa ulimwengu kwa ujumla, hasa kukosekana kwa upatikanaji wa bidhaa, hasa mafuta ambayo yamekuwa yakipitishwa kupitia mlango bahari wa Hormuz ambao Iran tayari inaumiliki kisawasawa. Marekani ilidhani kwamba ingetumia meli zake za kivita na wanajeshi ili kupitisha mafuta katika eneo la mlango bahari wa Hormuz, lakini hili nalo bado linashindikana, na ni kutokana na kile ambacho Iran imesema meli yoyote itakayopitishwa katika eneo hilo itakuwa ni halali kushambuliwa. Mtazamaji wa The World News, kuna mambo mengi ambayo wakati huu yanatokea katika vita hivi kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni vita ambavyo kimsingi Marekani haikudhani kwamba vita hivi vingechukua muda mrefu kiasi hiki, na uwezekano wa kuweza kuvimaliza ni mgumu sana, na ni kutokana na jinsi ambavyo Iran ilijipanga kwa muda mrefu juu ya namna ya kupambana. Na ndio maana hata kabla ya vita ni Iran ambayo ilikuwa ikidai kwamba ipo tayari na imejipanga kwa ajili ya mapambano. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.